Maandamano ya Disemba 9 yale mimi nayaita si maandamano, kwa kile ninachokitazama katika mitandao ya kijamii, kwa kile ninachokitazama kwa baadhi ya wanasiasa, kwa kile ninachokitazama kwa baadhi ya wanaharakati ambao wana nia mbaya na wana lengo mbaya ya kuweza kuadaa jitihada kuweza kuiadaa Tanzania. Kwa hiyo yale si maandamano ambayo ni halali. Mimi nayafananisha na namna ambavyo maandamano ya Oktoba 28 namna ambavyo yalikuwa yanaandaliwa. Kwa hiyo nataka niwasihi wa Tanzania wote kwa ujumla kwamba yale si maandamano halali. Kwa hiyo tunao wajibu mkubwa wa kukataa maandamano ya design hii, na tuisikilize serikali imesema nini, namna ambavyo imeweza kutuasa kwamba tuendelee na shughuli zetu, tusiruhusu machafuko yoyote aina hiyo yaweze kutokea katika taifa letu. Sawa, umesema kwamba tuna haki ya kuyakataa maandamano. Tunajua serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imefanya mambo makubwa sana, imejenga barabara, imejenga hospitali, vituo vya afya na mambo mengi sana. Pengine kuna haja ya Watanzania kuwaelimisha kuhusiana na jitihada ambazo zimefanywa na serikali ili waweze kuwa na uchungu na kuwa na uzalendo na nchi yao, hususan kwenye swala la kulinda amani, kwa sababu inaonekana kuna vijana ambao sasa hivi wamepoteza uzalendo, ndio maana mpaka sasa hivi wanahamasika na watu ambao wapo nje ya nchi ambao wanaratibu maandamano. Naam, ni kweli. Iko haja, kwanza tunasema Tanzania ni Watanzania wenyewe. Hakuna ambaye anaweza akaijenga Tanzania akiwa nje ya Utanzania. Kwa hiyo sisi wa Tanzania ndio tuna wajibu wa kuijenga Tanzania, ndio tuna wajibu wa kuilinda Tanzania, ndio ambao tuna wajibu ya kuheshimisha Tanzania katika maeneo mengine. Na ukimuona yeyote ambaye anaenda kinyume na itikadi za Kitanzania, tafsiri yake ni kwamba anaiombea mabaya Tanzania. Kwa hiyo sote kwa ujumla tuna wajibu wa kuilinda Tanzania.